Jambo la tatu ambalo limezua mjadala bila shaka hapa ndani na nje kidogo ya bunge ni suala la bodaboda, na limejitokeza takriban waheshimiwa wabunge wote wameliongea, na nikaona vile vile nichumie muda wako kidogo Mheshimiwa Spika kutoa ufafanuzi kidogo. Kwanza, serikali haikupendekeza kutoza kodi kwa waendeshaji wa bodaboda. Haikupendekeza. Katika mswada tuliokuja nao, serikali haikupendekeza kutoza kodi kwenye waendeshaji wa bodaboda. Sheria ya fedha ya mwaka jana, mwaka 2025, ambayo ilipitishwa na bunge lako hili tukufu Mheshimiwa Spika, ilifuta kodi kwa waendesha bodaboda ambayo ilikuwa shilingi 65,000 kwa mwaka. Kwa hiyo mwaka jana ilifutwa, na mwaka huu hatukupendekeza kodi kwa waendeshaji wa bodaboda. Badala yake tulipendekeza mambo mawili ambayo yalihusu zaidi waingizaji wa pikipiki. Sio kila pikipiki inayoingia nchi hii inakwenda kutumika kwa ajili ya bodaboda. Tulipendekeza mambo mawili kwa waingizaji wa pikipiki. Mosi, kuweka 5% ya ushuru wa bidhaa, ndio pendekezo letu la awali, wakati pikipiki zinaingia, na pikipiki ambazo zinatumia mafuta ya bidhaa za petroli. Kwa mafuta ambayo yanatumia gas, natural gas, na zile za umeme haikupendekezwa, na azma ilikuwa kuanza kushajiisha kuingiza zaidi pikipiki zile na hatimaye kupunguza gharama kwa waendeshaji wa bodaboda. Naomba tuongee ukweli. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekataa kuwa wanafiki, tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda. Tumekataa, na hii ni kwa sababu wakati tunagombea hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba Mheshimiwa Waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo. 75%, nendeni mkachunguze, 75% ya bodaboda ni darasa la 7 ambao wametengwa kwenye wizara karibia zote. Ukituona juzi kulikuwa na kazi zimetangazwa jeshini, wanatangaza kuanzia form 4, form 6 vyuo. Darasa la 7 mmewaacha mtaani. Angalieni wizara zote. Sasa sehemu ambapo wamejiegemeza tunataka kwenda kuwakandamiza zaidi ya 75%. Na mimi ni darasa la 7 niko humu ndani. Siwezi kuwageuka ndugu zangu. Siwezi kuwageuka. Kwa tunaomba hizi tozo zipelekwe sehemu zingine, simtuletee sisi watu watungi. Ndugu zangu, tuchakate habari. Ndugu zangu wa Tanzania, tusipopaza sauti kuiambia serikali tunajua dunia inakoelekea, tutatengenezewa muswada kama ule wa Kenya. Wa Kenya kuhalalishia mabepari kuimiliki ardhi yao. Ndiko tunakopelekwa. Mimi nina ushahidi. Unajua wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama vile bado wanaamini Watanzania wa leo 2026 ni wale wa 2000. Yaani kutoka 2000 mpaka 2026 kuna wabunge hawataki kuamini kuna mabadiliko. Yaani wanaiona dunia ni ile ile. Hawa ni Watanzania wale wale. Naamini hivyo. Yaani kuna vitu wanavidiscuss mpaka nasisimka masikio. Nasema hivi hili ni bunge letu au? Lakini tayari kwa sababu najua namna gani mabunge kama ya Marekani na Uingereza yanavyoendeshwa. Kwa hiyo sishangai sana. Lakini inabidi nipaze sauti tusipeleke kule kwa Marekani, Uingereza na Kenya. Kivipi? Bunge la Marekani halidiscuss kumtetea raia wa Marekani wa kawaida. Hakuna kitu kama hicho. Ngonjera za bunge la Marekani ni kutetea mabepari. Sasa hichi ndicho kinachoingia Tanzania. Sio kinaingia, kilikuwepo. Na kama vile wabunge wanahisi bado sisi ni wajinga. Kuna hii issue ya bodaboda. Wa kwanza niliyemsikia ni Baba Levo. Nilitaka kumjibu lakini sasa kwa sababu Baba Levo nimeshamzungumzia sana, nikaona kama vile watu wataniona wewe na wewe bana tushakuchoka na Baba Levo. Yaani kaisi itakuwa ni pointless. Lakini waziri wa fedha anakuja kulitolea ufafanuzi.
Nikaona sasa this is too much. Ndugu zangu, bodaboda sio kazi. Bodaboda ni njia ya kuganga njaa. Hivi kuna bodaboda mwenye uwezo wa kutengeneza milioni 3 ndani ya miezi 6? Swali nauliza, hayupo. Bodaboda rider, labda bodaboda bepari, ana bodaboda zake 10, ana uwezo wa kutengeneza hiyo fedha ndani ya miezi 6. Hakuna single bodaboda rider, hata kama pikipiki ni ya kwake, ana uwezo wa kutengeneza milioni 3 ndani ya miezi 6. Hayupo. Sasa wanavyozungusha hii issue ya bodaboda like a big deal. Why? Kwa sababu hao ni watu wanaoganga njaa. Mimi ni mtu wa kijiweni, njaa naijua, yani naijua, yani sitaki kukumkufuru Mungu, lakini njaa naijua. Ukiwa na njaa ni rahisi kutekwa na ukapelekwa sehemu usioijua. Hivyo vitu vinatokea sana maskani. Anakuja mtu na gari lake, jamani na kazi, mnaingia. Watu walishaka kupelekwa Mtwara kutoka Dar es Salaam, wakaenda kuachwa huko. Kuna vitu vya ajabu vya maskani vinatokea. Sababu kuu inakuwa ni njaa. Sasa bodaboda wengi walio maskani wana njaa, hawana plani B. Unapofika wakati wa uchaguzi wa Tanzania, Kenya, Marekani, Uingereza ni ule ule. Mabepari wanapambana kusimika watu wao. Kwa hiyo ni mabepari wameshapanga fungu lao la fedha kuhakikisha wanapeleka watu fulani bungeni. Mchakato mzima wa uchaguzi wa Tanzania ulioisha uko kwenye internet, unaweza kufuatilia CCM walichanishana shingapi. So you can tell kwamba CCM wanampigania nani. Sasa Baba Levo anapopaza sauti utetezi wa bodaboda, ukiwa na akili ndogo sana unaweza ukasema ni story nzuri sana. It's a big, yani ni kitu kizuri anakizungumzia ukiwa na akili ndogo, lakini ukiwa na akili kubwa unajua dunia inaendeshwa vipi. Huu ni ujinga. Huyu Baba Levo wa Kigoma, miezi kadhaa iliyopita kulikuwa na ugomvi mkoani kwake, watu wamekwenda kuchimba madini bila hata kuitaarifu serikali ya mkoa wa Kigoma. Literally nilikava hii story. Watu wamekwenda kuchimba madini ndani ya Kigoma literally pasi hata na kuongea na serikali ya mkoa. Alafu Baba Levo anapaza sauti na kuambia bodaboda ndo wamenifanikisha nikaja bungeni. Yani anaona ni big story kweli. Hana hata hoja, hana hata mechanism ya namna madini ya Kigoma yatawafaidisha watu wa Kigoma. Hana hata, yani hajui hata present vipi hicho kesi. Hana huo, tunajua uwezo wa Baba Levo ni kupiga kelele, ni kurap. Anaongea kwa hizo emotional hisia. Kwa wenye akili ndogo wataona huu ndo uwakilishi mzuri. Kwa wenye akili ndogo. Unakumbuka yule profesa alikuwa anaishauri serikali masuala ya uchumi, alisemaje? Makofi yanakula muda bungeni. Unaona watu walio na pragmatic mind wanavyojua kwamba hizi kelele za kupiga makofi hizi ni za kureview. Sasa waziri wa fedha anapokuja na clarification ya issue ya bodaboda, to me sasa hii ndio nikaona I have to speak. Ndugu zangu, kuna watu wanalima, mimi nina connection na watu wengi sana katika kujua maisha yetu wa Tanzania. Nimekuambia bodaboda haiwezi kutengeneza milioni 3 kwa miezi 6. Lakini kuna mtu analima, hiyo fedha anaipata. Sawa? Lakini huyu mtu ameshikwa mkono. Yani analima, hapa katikati kuna mtu anaitwa dalali anamsubiria ndo akauze mazao yake. Hawezi kuuza direct kwa final consumer. Manake kama alikuwa na uwezo wa kumkuta mlaji wa mwisho angepata fedha nyingi sana. Lakini kuna mtu anaitwa dalali hapa. Kuna mtu atasema ndo maisha hayo. Sasa twende kwenye mfano halisi nataka nikupe. Ni vijana wangapi wameajiriwa katika hii mitandao ya kijamii na wanapata fedha? Instagram, WhatsApp, YouTube, na wanapata fedha zao direct. Yani kuna watu ndani kwake ana kamera na microphone, akiamka asubuhi anaingia mtaani kutafuta habari. Au wengine usijua anatengeneza series, vitu vingi tu. Wote mwisho wa mwezi hela inawafuata pale ndani kwao. Ukitoa internet, wote ungekuta wako msafara, sijui kwa Azam, sijui kwa ITV, sijui kwa Clouds, anawachagua kama nyanya sokoni. Wewe unaweza. Tunashindwa kufanya kilimo kama biashara ya content creation. Kwamba wewe lima, tuletee sisi kama serikali. Ndugu zangu, kilimo, kuna watu wanamiliki matumbo ya Watanzania. Unanunua unga the amount you are paying, watu wamefix hiyo price tag.
chochote unachokinunua sokoni, ile price tag kuna watu wameiweka. Ndugu zangu, tuko milioni ngapi bado tunaamini bodaboda ni kazi, wakati kilimo bado kinahitaji watu kibao? Lakini kuna watu wameloga akili zetu tuwaze kwamba bodaboda ni kazi. Vipi nikikwambia bodaboda inaendesha viwanda vya China kule, vya pikipiki kule China, na maajenti hapa kama akina Mo, alafu matumbo yetu bado ni hao akina Mo, akina Baresa tumewakabidhi? Vipi nikikwambia kilimo kina fedha kuliko hizo bodaboda? Ila kuna watu wanatucondition kwamba wao ndio wamemiliki hiyo sekta ya kilimo. Unataka kuniambia nikiingia kwenye kilimo cha pilipili nitakosa Watanzania 10,000 wa kuwauzia pilipili? Watanzania 10,000 kwenye Watanzania milioni 60. Lakini kuna watu wako hapa katikati ndio wanatufanya tusipende kilimo. Alafu mtu anapaza sauti kukuambia kwamba bodaboda is big deal, kwamba tutarekebisha huko. Watu hataki kugusa kilimo kabisa. Hapana. Serikali, bodaboda sio kazi inayoweza kukwamua tatizo la ajira kwa vijana wa Kitanzania. Bodaboda ni njia ya kuganga njaa. Ndio maana inakuwa rahisi kuwateka hao vijana na kupusha ajenda zenu. Huku should I say mnaendelea kuacha mabepari wanatunyonya? Niseme hivyo kwa sababu vitu muhimu ambavyo watu wamevishika ambavyo ni vya kwetu hamtaki kudiscuss. Kurekebisha sheria za uchumi, at least mgegusa hata kwenye kilimo basi. Kama kweli mnataka kutatua tatizo la ajira Tanzania. Tatizo la ajira Tanzania njia yake inajulikana, kubadilisha sera za kiuchumi za nchi hii. Nobody want to talk about it. Hakuna mtu anataka kugusa hiyo kitu. Kwa nini? Kwa sababu ndiko maslahi ya wale walioichangia CCM wamekaa. Watu wangapi wanakutengenezea maji Tanzania hii? Wametugawana watu milioni 60. Zile big brand zinazozalisha maji ni ngapi? Kwa nini kila mkoa usizalishe maji yake? Utajiri sio juhudi. Utajiri ni chukua serikali, tembea nayo. Ni mara ngapi Baba Levo amekuwa apiga kelele nakwambia sijui Azania, sijui nani? Bodaboda ni mganga njaa aliye maskani. Unavyokuja na chakula, kwa sababu ana muda mrefu hajapata chakula, lazima akusujudie kama Mungu. Sasa kama Baba Levo aliwakuta bodaboda mtaani kwake huko Kigoma wakiwa desperate, akapita nao, kwa hiyo anaamini anavyopaza sauti kuendelea kuwatetea, ndio njia sahihi ya kuwasaidia vijana wa Tanzania. Is that what you want to tell me about Baba Levo? Kwa kifupi, nikipambana na Baba Levo nitakuwa najishusha thamani yangu. Mimi ni high school dropout, naijua dunia kuliko Baba Levo. Kwa hiyo kuendelea kumuaddress Baba Levo sometimes nasikia hasira, sababu inaonekana kama vile sina content. Lakini waziri wa fedha anavyokuja kuclarify issue ya bodaboda, this is dangerous. It's like it's big deal. Bila kugusa sheria za kiuchumi za nchi hii, Watanzania wakafanya biashara kama vile hao vijana wa content creator wanavyoamka na kamera zao na wanatengeneza maisha. Ni mamilioni mangapi? Ni vijana milioni ngapi Tanzania wamejiajiri katika mfumo wa internet? Ma YouTube, ma Instagram, ma WhatsApp, million plus na. Kwa nini kwenye kilimo hatuwezi kuingia hapo? Kwa sababu tutaharibu biashara za watu. Hii internet hii akina YouTube sio akina nani, ingekuwa ni wa Tanzania. Wewe unafikiri akina Baresa, akina Mengi marehemu, akina Klaus wangekubali? Hii mitandao ya kijamii ni mafuriko yaliyoanzia Marekani. Kwa hiyo akina Klaus, akina ITV, Baresa wameshindwa kucontrol. Lakini ingekuwa ni Tanzania, like Tanzania, they could have wangejaribu njia ya kucontrol hii kitu. Unafikiri hizi mainstream media zina miaka mingi? Zitakazobaki zitabaki chache sana. Kwa sababu ukishindwa kwenye digital, lazima tradition inakufa. Kwa nini kwenye kilimo, kwenye biashara nyingine hatufanyi hivyo? Watanzania, hakuna kitu kinachoitwa free market. Tulidanganywa, akina Mileni, akina X, tulidanganywa kwamba kuna kitu kinaitwa free market. Aliyefuatilia ugomvi wa Trump na Xi Jinping ndio anajua kabisa free market ni unafiki. Kila nchi lazima ilinde raia wake. Linapokuja swala la protect the industry of a certain country, lazima utengeneze sera za kulinda raia wako. Hatuna sera za kuwalinda Watanzania, tuna sera za kuwanyonya Watanzania. Viko vitu vinabii imported, vinanunuliwa nje. Unaona kabisa Watanzania wana uwezo kuzalisha.
kama wakipewa ule uhuru wa kuzalisha na kuuza. Vitu vingi sana serikali inajua. Lakini bunge la Tanzania si la demokrasia kama Marekani? CCM wamerudije madarakani? Bi ngapi walichangishana? Nataka kukumbusha Watanzania mambo kwa ushahidi. Ile inalipwaje? Kwamba hakikisha hichi kitu hakilimu cha kutosha Tanzania. Iko mikataba mingine serikali inaingia, inafungwa hapo kwamba sihitaji mshindani mpaka nirudishe hela yangu. Ziko hizo article kwamba mtu anakuja kufix kiwanda alafu ataki mshindani ili arudishe hela yake katika kuwaumiza nyie. Alafu mnatubiria free market. There is nothing like free market. Kila mtu lazima alinde watu wake. Free market ni illusion tuliouziwa katika dunia mkubwa mmoja. It's time to kill this. Hakuna kitu kinachoitwa free market. Lazima uwalinde raia wako. Free market has just died, just like America is dying slow but sure. Kwa hiyo bodaboda, msije mnapaza sauti. Mimi Baba Levo sikutaka kumjibu kwa sababu najua akili ya Baba Levo, lakini waziri wa fedha anapokuja kusisitiza masuala ya bodaboda, sasa kama waziri wa fedha amechotwa upepo na Baba Levo, waziri wa fedha angemwambia Baba Levo, issue ya bodaboda, vijana wanaganga njaa, tuna mpango mzuri mkakati, tunakuja tunataka tukifanye kilimo kama content creation, kila mtu alime na auze, tukitoa daraja la madalali. Sasa hivi vijana wanatengeneza series, ukiamua unampelekea Baresa, ukiamua unaweka YouTube, ukiamua unaweka Instagram, una machaguo kibao. Kabla ma internet, ukifika kwa Baresa anakupangia bei. Ukifika kwa ITV anakupangia bei. Yaani Baresa, ITV, Clouds wote wameshaongea. Series tunanunua 500,000. Sasa hivi tengeneza series nzuri, unaingiza hela mpaka unakufa. Yaani kama vile Michael Jackson amekufa, lakini watu kwa kutumia jina lile lilitengeneza wanakula hela tu. Ndio dunia tuliofika. If you are talented, you will benefit from your talent. Pasipo na dalali. Lakini sisi bado tuko kwenye mfumo wa udalali. Ndio maana tunahubiriwa bodaboda, like bodaboda ni kazi. Bodaboda ni kazi, bodaboda ni njia ya kuganga njaa. Watanzania, wabunge wetu wanahisi bado tuna akili zile za 2000. Hii ni 2026. Imepita miaka 26. Kwa hiyo tunajua dunia inavyopasuka pasuka. Msituambie bodaboda ni ajira. Ajira ni kilimo, na hatuishi kwa ajira, tunaishi kwa riziki. Na riziki yetu ni ardhi yetu, tuikontrol sisi. Benki yetu, nakumbusha Watanzania, first and foremost, tutatengeneza benki yetu. Sisi wapumbavu kwa dunia inavyopasuka pasuka. Kwa kuna mtu atakuja kutuhubiria kwamba hizi benki zilizopo, kuna benki ya kumhudumia Mtanzania. Kuna Mtanzania anaamini kuna benki ambayo iko pale purposeful kumsaidia Mtanzania kujikwamua na umaskini. Nitajie hiyo benki, unaijua wewe. Baada ya mwenye kusaini ubepari, mabepari cha kwanza kukifanya ni kuiua benki yetu kubwa ili wawe na free riding ya kuzi access rasilimali zetu, na ndicho walichofanikisha. Wakina Shigongo kila siku anatolea hiyo mifano. Mheshimiwa, benki zetu hazitusaidii kupambana na wawekezaji. Kumbuka hasira kubwa ya Wamarekani na watu wa Ulaya kwamba njia anayofaidika nayo Mchina walitengeneza wao. Mimi nafanya kazi na Wachina, wanatutukana matusi ya ajabu. Lakini hawa Wachina hawajui kwamba serikali ya Wachina imekuta njia nyepesi ambayo Wajerumani walitengeneza wakapita humo. Kwa hiyo Wachina ni kama Baba Levo wengine. Wanaona hivi ni Watanzania mbona wapumbavu sana? Hawajui mfumo wa upumbavu tulitengenezewa na wakoloni na hatujabadilika. Tanzania, jinsi mabadiliko yanavyotokea huko juu, nasi lazima tubadilike. Watu wasituuzie hizi rhetoric kwamba riziki ni kuendesha bodaboda au kufanya kazi kwenye viwanda vya Kinamo na Baresa, wakati ardhi yetu watu wanagawana. Kuna ma AI. Na wakumbusha tena, kuna ma AI. Tusipopaza sauti kuiambia serikali tunajua dunia inakoelekea, wabunge watawekwa mfukoni. Mnakumbuka uchaguzi uliopita ulikuwaje? Lazima tucheze na ile picha. Red flag kabisa ile. Hata uchaguzi wa Trump tunajua ulivyo, Elon Musk alivyokuwa anagawa mamilioni kila siku ndani ya miezi ya mwisho ile. Anadai eti ana promote watu wakapige kura. Ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili ile, Elon Musk alikuwa anatoa milioni $1. Yaani kwa Tanzania ni bilioni 2 na milioni 600 kwa Tanzania kila siku. Anahamasisha uchaguzi, watu wakapige kura. Tengeneza picha. Baresa au Mwanje kwa anafanya hicho kitu. Ila yake anarudishaje? Hilo ni lake anarudishwa kwa sababu serikali imeweka mfukoni. Ndugu zangu,
Ardhi yetu ndiyo njia ya kiuchumi. Kuendesha bodaboda sio kazi wewe. Hii kazi ya bodaboda mbona unaiua tu? Kama hizo za delivery huko Marekani sasa hivi maroboti anafanya. Unafikiri bodaboda mtu akiwa na mtaji haiui? Ni sheria kidogo na twist tu, bodaboda inakufa. Inakufaje? Nisiongee sana, lakini usifanye vita na kitu kinachoitwa teknolojia. Zinakuja baskeli za kuskani tu. Zinajazwa huko barabarani, kila unaskani buku, unaenda hapo, ukiacha hapo huwezi kuiba. Ndiko tunakoelekea, lazima niwaambie. Ona, na bodaboda ni kazi. Bodaboda inalindwa kwa sababu inawatajirisha akina Mo kuingiza vipuri wa China. Wa Tanzania tuongee kama wabunge wetu tuliowapeleka kule hawajui dunia inavyoelekea. Yapashwa tupige kelele. Bodaboda sio kazi. Bodaboda ni mfumo wa kujanga njaa. Riziki yetu ni ardhi yetu. Msituzie masuala ya bodaboda. Watanzania tuyajue ya bungeni. Tukijiandaa kubadilisha script ya nchi hii. Script itabadilishwa, hata wabunge wanajua. Sasa tusipoongea tutaelekea kuandika script kama ya Wakenya. Tunahitaji kuandika script ambayo bei ya ugali tunapanga sisi na sio serikali. Pasipo kuimiliki ardhi yetu hatuwezi kupanga bei ya ugali. Bei ya ugali atatupangia Baresa, Mo na kina GSM kama wanavyofanya sasa hivi. Unless ardhi ni ya kwetu tukaitengeneza na benki. Tuelimike, tusiwe wasomi.